Tukirejea kwa ajili ya uzito wake, kamati yako ya bunge imesema kwamba imebaini kwamba TANROADS imekosa uwezo wa kulipa madeni ya wakandarasi na wahandisi washauri wa ndani na nje ya nchi. Hadi kufikia Februari 2025, TANROADS ilikuwa na jumla ya deni lililozalishwa la trilioni 1.299. Katika deni hilo, bilioni 137 ni deni la wakandarasi na wahandisi wa ndani, lakini bilioni 974 ni deni la wakandarasi na wahandisi washauri wa nje. Mheshimiwa Mwenyekiti, kamati inaendelea kusema kwamba katika hayo madeni, shilingi bilioni 652 ni deni la miradi iliyokamilika. Kwa hiyo kwa deni hilo kutokuendelea kulipwa, riba inazidi kuongezeka na inaathiri uchumi wa wakandarasi wa ndani na vile vile kuathiri miradi ya maendeleo ya barabara. Nimelisema hili kwa nini Mheshimiwa? Waziri ameeleza hapa kwamba tokea mwaka 21-22 madeni yalishalipwa trilioni 2.5. Ni sawa kabisa. Lakini dawa ya deni unalipa. Kwa sababu kila mwaka tunapopitisha bajeti na kuelekeza miradi ya maendeleo, kila bajeti ama kila mradi unakuwa umetengewa kiasi chake. Sasa mradi unaweza usifanikiwe kama serikali itakuwa imekusanya makusanyo pungufu ya kile ambacho kilitarajia. Ukisoma ripoti ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali ambayo amerejea kwa mwaka mzima wa 23-24, ripoti iliyotoka Machi mwaka huu, tulitakiwa tukusanye 44.3, tukakusanya 46.5. Ukija taarifa ambayo tumepewa mwezi huu Januari na Wizara ya Fedha, ilikuwa mpaka Januari tukusanye trilioni 29.1 nadhani. Tumekusanya trilioni 29.3. Yaani tunaenda vizuri kimakusanyo. Na kwa sababu wakandarasi hawa walipwi, katika ripoti ya Machi mwaka huu, riba ilikuwa bilioni 55 kwa mwaka 23-24. Sasa hivi tunapozungumza mpaka mwezi wa 4 hii juzi, riba imeongezeka kutoka bilioni 55 kwa sababu ya wakandarasi kutokulipwa mpaka bilioni 136. Sasa hili jambo ni kubwa. Na kamati imeeleza kabisa changamoto kubwa inayosababishwa na mlolongo wote huu ni zile fedha ambazo zimelindwa kisheria, zinatakiwa zipelekwe kwenye mfuko wa barabara, hazipelekwi. Imeelezwa hapa na wajumbe wa kamati wamezungumza na kamati imezungumza. Mwaka jana hazikupelekwa bilioni zaidi ya 600. Hazina imekusanya, imepeleka 800, bilioni 600 imebaki nayo. Sasa hivi tunavyozungumza, mwezi wa 4 wa 5 imekusanya 800 na kitu, imepeleka 200. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo mimi najua likifanikiwa, hata Mheshimiwa Waziri wewe inakusaidia katika utendaji wako wa kazi. Kwa Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa naomba serikali itoe commitment ya kweli kwenye jambo hili, ili tuweze kuisaidia nchi iweze kwenda, wakandarasi walipwe, lakini vile vile miradi iweze kutekelezwa kwa ufanisi. Wakishinda kulipa commitment ambayo yenye umakini kuelekea sasa bajeti kuu, nitatoa shilingi. Mheshimiwa, naona kama wote mnataka kusimama. Mheshimiwa Waziri, Mheshimiwa Waziri wa Nchi. Mheshimiwa Spika, kwa niaba ya Waziri wa Ujenzi na kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri Mkuu hapa, Mheshimiwa Lima alitoa hii hoja wakati anachangia. Na Mheshimiwa Waziri wa Ujenzi amejitahidi kumueleza vizuri sana na ametueleza wote kwamba kama nchi fedha hizi hazina alama, kwamba hizi ni za maji, za mifugo, zinakusanywa pamoja. Na ujenzi tafsiri yake ni ujenzi wa miradi yote. Maana huyu anasimamia makandarasi wanaojenga bwawa la Nyerere, wanaojenga daraja, wanaojenga reli. Na kama nataka kumhakikishia Mheshimiwa Lima, kama Mheshimiwa Rais asingeamua kulipa hela zote kwa mkupuo wa ujenzi wa bwawa la Nyerere, riba ingekuwa kubwa kuliko ya barabara.
Kama asingeamua kukamilisha mradi mkubwa wa daraja kwa wakati mmoja, riba ingekuwa kubwa sana, kwa sababu miradi ile ni mikubwa. Kama asingeamua kujenga reli na kulipa kwa keshi kwa mkupuo, riba ingekuwa kubwa sana kuliko hizi bilioni 50. Sasa nataka kumhakikishia Mheshimiwa Halima kwa niaba ya serikali. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati ametuhakikishia bwawa la Nyerere limekamilika. Bila shaka linatupa pumzi ya fedha hizi. Tumeambiwa hapa na Waziri wa Ujenzi, daraja lile limekamilika na fedha zimelipwa. Linatupa nafasi ya pumzi ya fedha zile ambazo tulikuwa tunalipa nyingi kwa wakati mmoja, sasa zitaenda kutekeleza yale mabarabara. Kwa hiyo nataka kumhakikishia mpaka wakati huo, na tuna miezi miwili sasa mpaka kufika bajeti, nataka kuhakikishia Mheshimiwa Halima, utakapokuja kuzungumza tena kwenye bajeti ya mwezi wa 6, takwimu zitakuwa zimebadilika. Na kuhakikishia hivyo. Na waziri amesema kuanzia mwezi huu, bahati mbaya sana na hali ya hewa, Mwenyezi Mungu naye ametupa hali ya hewa njema yenye mvua nyingi. Leo Malinyi, Ulanga kwa mheshimiwa hapa, mwaka jana tumetumia zaidi ya shilingi bilioni 800 kwa dharura, na zote zilikuwa ziingie kwenye bajeti. Lakini nataka kuhakikishia serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, serikali ya awamu ya 6, itasimamia kuhakikisha barabara hizi na wakandarasi wanalipwa. Tumepanga wenyewe bungeni, tumeisimamia, tumeishauri serikali, na serikali ni sikivu, na sisi tusingependa kufanya barabara zisikamilike kwa sababu tumepanga wenyewe. Kama tulikuwa na nia zisikamilike, tusingeweza kuweka contractors. Kwa hiyo nataka kuhakikishia Mheshimiwa Halima Mdee, ndugu wangu, rafiki yangu, serikali itafanya kazi hii kama ilivyopanga, iko kwenye ilani, na tutajitahidi sana, na kama ulivyoahidi, bila shaka mwezi wa 6 utaona, kwa sababu uko hapa takwimu zitakuwa zimebadilika kidogo. Ni kwa sababu tu sasa tunakwenda kwenye afueni, miradi mikubwa, mzigo mkubwa wa serikali sasa umepungua. Mheshimiwa Spika, nataka kumuomba tu Mheshimiwa Halima atupe subira. Katika miezi hii miwili tumejipanga vizuri kama serikali kuhakikisha tunapunguza deni kubwa la wakandarasi.